Asante, mimi kwa jina naitwa Steven Lusinde, ni makamu mwenyekiti wa Machinga Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa Machinga katika eneo la Kariakoo. Kwa sasa leo tarehe 5 mwezi huu wa 11, shughuli zetu zimerejea kama kawaida, lakini hali kadhalika jana watu walikuwa waoga sana, walikuja wachache, na bahati mbaya baada ya Mheshimiwa Rais kuturuhusu kuendelea na shughuli zetu, jana ilinyesha mvua sana kwenye maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Lakini leo kama unavyoona tarehe 5 shughuli zinaendelea kama kawaida. Lakini pia nichukue kwa nafasi yangu nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuhurumia wa Tanzania, lakini kutuambia tuendelee na shughuli zetu. Amefanya jambo kubwa na jambo la ujasiri sana. Sasa hivi tunaendelea na maisha yetu. Ndani ya siku 3-4 hizi ambazo tumepumzika, kiukweli tumepata tabu sana, kwa sababu ukienda dukani mchele ulipanda bei. Jiji la Dar es Salaam, wenzangu wanaweza kuwa mashahidi, tumenunua nyanya moja shilingi 2000. Hii ilikuwa ni balaa kubwa, mwelekeo wetu haukuwa mzuri. Lakini kama tunavyofahamu sisi wafanyabiashara wadogo maarufu kama Machinga, sisi maisha yetu ni ya siku moja. Manake tutoke tuje tutafute. Sometimes sio tu kutoka, yani unakuja kwanza alafu ndio unatuma pesa nyumbani. Hayo ndio maisha yetu sisi. Kwa hiyo tulipitia kwenye wakati mgumu kwa kipindi hiki kichache. Yani ndani ya siku 4 tuliona ni zaidi ya miaka 4. Kwa hiyo tumepita kwenye kipindi kigumu, tumejifunza vitu vingi kwa haya ambayo yametokea. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Jana aliendelea kutoa ufafanuzi kwamba namna gani tunaweza tukasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo la pili. Wakati kumekucha jana, wenzangu wanaweza kuwa mashahidi, kuna watu wamesafiri kutoka eneo B kwenda eneo A kwa nauli kubwa sana, na ukizingatia uchumi ulikuwa umesimama. Kwa hiyo amejaribu kutoa maelekezo kwamba baadhi ya maeneo madaladala yapite, ambako kwa sababu wamesema usafiri wa mwendo kasi umesimamishwa. Kwa hiyo wamesema daladala zipite. Leo kumeonekana kuna unafuu, mtu unaweza kusafiri kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu kuturudishia amani, na ukizingatia kwamba amani uko nje, tunaona ulinzi upo mzuri, ulinzi umeimarishwa, lakini utulivu umekuwa mkubwa katika jiji la Dar es Salaam, na naamini kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo nawapongeza sana viongozi wangu kwa kuturejeshea amani, na kwa sababu kila siku huaga tunasema amani ndio tunu ya taifa letu. Bila amani hakuna kitakachokwenda, na sisi huaga tunaamini, tumeona, tunajifunza hata kama tuje kufika kwenye mataifa mbalimbali. Hakunaga sehemu yoyote ambayo watu wamefanikiwa kwa vita, watu wamefanikiwa kwa fujo. Tunaweza tukaona kuna baadhi ya wafanyabiashara wenzetu maeneo tofauti Manzese, wafanyabiashara wakubwa wenye masheri na kadhalika, mtu amefunga duka lake, na tunaamini watu watutembei na fedha, amefunga duka lake, ameenda nyumbani, asubuhi kaamka maskini. Na tunaamini Watanzania wengi wana mikopo. Kama watu walichukua mtaji wake wote, hivi huu mtaji uelewe kwamba ni wa maskini mwenzako, sio watajiri, ni wa maskini mwenzako ambaye alidunduliza kidogo kidogo, akawa sasa amepata kamtaji, ameweka, amechukua pesa kidogo benki, ameweka. Unamkomoa nani? Maana unamkomoa maskini mwenzako, unamrudisha maskini mwenzako alipokuwepo, amerudi nyuma mpaka moja. Fikiria maisha ya namna hiyo. Kama mtu alikuwa tayari ameshajikomboa na kamtaji kwake, watu wamechukua kale kamtaji, amerudi nyuma. Tumejifunza vitu vingi, na sisi kama wafanyabiashara wadogo maarufu kama wa Machinga tunalani vikali sana jambo hili. Tunalani vikali jambo hili. Mimi ukiniuliza nitasema vijana wetu hawa ambao walikuwa wanafanya hayo maandamano walikuwa wanadai nini? Kwa sababu mimi kimsingi sijaona kile alichokuwa wanakidai. Mimi ukiniuliza, kwa sababu ujumbe tungeuona kwamba wana ujumbe wa mabango, wameweka mabango, wanadai A B C D. Lakini maandamano haya ni maandamano gani ambayo tunaenda kuvunja, tunaenda kuharibu mali za watu, tunaenda kuiba mali za watu? Kwa kweli hili jambo sio zuri kwenye taifa letu. Taifa letu tumezoea kuishi kwa amani. Taifa letu limefunguliwa milango.
kwamba kama kuna tatizo lolote tukae chini tuzungumze. Namna hiyo sisi tumezoea. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi, na niwaombe sana vijana wenzangu, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, hebu turudi tuone kwamba kuna lipi ambalo tunalihitaji, tukae chini tuzungumze kuliko mahali ambapo tulikuwa tumefikia. Maloka Thabiti ni katibu msaidizi wa Machinga Kariakoo. Sisi kama wa Machinga hapa Kariakoo kwa sasa biashara zimerudi kama kawaida. Tunashukuru Mungu kwa biashara kurudi kama kawaida na wafanyabiashara wamerudi salama usalimini. Tumepita karibu kila meza kuona wapi kwenye tatizo, nani mwenzetu hayupo. Tunashukuru watu wote wapo salama kabisa. Ni kwamba kushukuru serikali kwa kutotoa ndani, maana tumekaa ndani siku 4 siku 5, kwa kweli hali zetu zilikuwa mbaya sana kama mnavyojua tena wa Machinga na Watanzania wengi kwamba riziki zao zipo miguuni, lazima atoke ili jambo liende, asipotoka jambo liende. Kwa tulipokaa siku zile 4 siku 5, kwa kweli hali ilikuwa mbaya mno, na ukizingatia mfano kuna watu wengine wana wagonjwa ndani wanatakiwa waende hospitali, lakini tena ulikuwa uwezi kumpeleka mgonjwa hospitali, ulikuwa uwezi kwenda kununua dawa pharmacy, ulikuwa uwezi kwenda kununua chakula kwa mfano hiyo siku ya kwanza siku ya pili, kwa watu wote tulikuwa ndani. Kwa hiyo sisi wa Machinga wa Kariakoo tunashukuru kwa kutolewa ndani na kuja nje, na vile vile tuache wananchi vile vile tuache mambo ya kama kushikiwa akili hivi, yani mambo ya kushawishiwa. Tushawishiwe. Tumeona jinsi nchi yetu ilipokuwa na tumeona leo ilivyo, yani kila mtu hili limemgusa. Sisi pia tunalaani ili jambo lilipotokea, tunalaani watu kuumia, lakini sasa ndio hivyo, hatuna jinsi. Kwa upande wa kwetu wananchi ni kwamba tusikilize sana yani ushawishi wa mtu ambaye yeye labda yupo nje ya nchi, yeye labda yupo kwenye anakushawishi, alafu mwisho wa siku yeye hayupo fronti, yani hayupo mbele. Naone tulobaki ni sisi, na sisi ndio tuloumia. Kwa hiyo ili tunasema kwamba akili za kuambiwa changanya na za kwako. Mimi Saidi Matimbwa, fanya biashara ndogo ndogo sokoni Kariakoo. Kauli ya mkuu wa mkoa imetupa changamoto moja kubwa, kwa sababu yeye ndio mwenye mkoa wake na yeye ndio mwenye kamati ya ulinzi na mkoa wa Dar es Salaam. Alivyoitoa jana, pia mimi nikajitokeza kuja sokoni Kariakoo, ila bado hali haijawa nzuri, watu wako katika sintofahamu. Hali hii sio nzuri kibiashara, kimaisha. Hata zile sehemu walizokuwa wameweka watu riziki zao zimeisha. Lakini ukiangalia akiba sio pesa. Akiba ni unga ambao watu waliokuwa nao ndani umebadilika kuwa lulu. Unga kilo 2000. Nyanya moja shilingi 500. Na uwezi ukatoka kama kilomita 1 au 2. Ndani ya mkoa wa Dar es Salaam hali haikuwa shwari. Lakini sasa hivi naangalia kidogo hali imekuwa safi katika sehemu zote nilizotembea. Kuanzia Kigamboni, Temeke, mpaka Kariakoo. Hali iko vizuri, usalama uko kamili, na maisha yanaendelea. Jina naitwa Sultani Ali Kiumbo, mwenyekiti wa soko la Tandale. Hali ya upatikanaji bidhaa katika soko letu ni wa kawaida, kwa maana bei ni za kawaida. Kwa mfano bei za nafaka, mchele kilo moja inaanza shilingi 2200 mpaka 3000. Maharage ni shilingi 1800 mpaka 2700, na bidhaa jamii ya kunde ni kati ya 1800 mpaka 2000. Katika kipindi hiki ambacho kilikuwa cha vurugu ya hapa na pale, bidhaa hazijapanda sana kwa maana ya kwamba wananchi wanaendelea kupata huduma. Lakini pia tushukuru agizo la Mheshimiwa Rais
kwamba wananchi wameendelea kujitokeza katika soko letu, na sisi kwa bahati nzuri soko letu hatukuwahi kufunga, pamoja na kadhia ya hapa na pale, lakini hatuwahi kufunga. Lakini agizo la Mheshimiwa Rais limetuongezea hamasa, limeongezea chachu, wananchi wanaendelea kuingia sokoni kwetu, wanaendelea kupata bidhaa sokoni kwetu. Lakini hali ya uingiaji wa bidhaa pia, kwa kuwa tuliuza sana katika kipindi kile, hali ya uingiaji sio mkubwa sana, lakini bado bidhaa zinaendelea kuingia. Kwa maana tunashukuru sana serikali, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa agizo lake, na wananchi wanaendelea kupata huduma kama kawaida, na tuwaombe Watanzania wenzetu, wananchi wenzetu waendelee kutumia soko la Tandale, huduma bado za kawaida. Karibuni sana. Kwa majina anaitwa Awadhi Shabani Nkumbi, ni meneja wa soko la Tandale. Kwanza kabisa napenda kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais kwa agizo lake kwamba shughuli za kama awali ziendelee hapo mwanzo, kwa sababu kulikuwa na taharuki kuhusiana na upatikanaji wa bidhaa za sokoni. Pia ni watoe wasiwasi katika soko letu la Tandale, bidhaa bei yake haijapanda. Bei ipo vile vile ya zamani, kama vile mchele kuanzia 2200 mpaka shilingi 3000. Kwa hiyo ni waondoe wasiwasi. Wananchi wote wanahitaji huduma za kijamii kama vile mchele na vitu vya nyumbani. Tunawakaribisha sana hapa. Mimi kwa jina naitwa Hatibu Hamdani Kiroboto, ni mfanyabiashara wa soko la Tandale na ni mjumbe wa kitengo cha nafaka maharage. Tunashukuru uchaguzi umepita salama, na ni kwamba hali ya mlipuko wa mabei bado ni salama. Ni vile vile maharage, kwa upande wa nafaka, upande wa maharage kuna yanayouzwa 2700 na 1800 maharage. Kwa hiyo tunashukuru, na maana uchaguzi umeisha na maisha mengine yaendelee. Tunaendelea vizuri katika soko letu la Tandale. Wito wa wananchi ni kwamba watu ambao wako nje ya soko la Tandale wengi, tunaomba wazidi kuja kuchukua biashara katika soko letu, kwa sababu miongoni ya masoko ambayo yameongoza kwa kuuza vitu bei rahisi ni soko la Tandale. Kwa hiyo wafanyabiashara ambao wanatoka pembezoni ya sehemu nyingine, tunaomba waje kwa wingi kwa ajili ya kuja kuchukua mahitaji yao soko la Tandale, ili miongoni ya soko kubwa katika mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania nzima.